Kwa kifupi sana, hali ya usalama katika jiji la Dar es Salaam ni shwari, na polisi ambao wapo katika kanda hii maalum ya Dar es Salaam wanaendelea kutekeleza majukumu yao ya kuzuia na kudhibiti vitendo vyote vya kihalifu kupitia taarifa zinazotolewa na wananchi, lakini pia wadau wengine mbalimbali wa masuala ya kiusalama. Kwa hiyo jiji letu la Dar es Salaam liko shwari. Hata hivyo, jeshi hili la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linapenda kuwataarifu kuwa tarehe 20 mwezi wa 4 mwaka huu wa 2026 eneo la Ubungo, Dar es Salaam, jeshi limefanikiwa kuwakamata watu 37 kwa tuhuma mbalimbali za makosa ya kimtandao, ikiwa ni pamoja na kutoa vitisho na lugha za matusi mazito kwa watu mbalimbali. Kundi hilo la watu ambao wamekamatwa, baadhi yao, narudia, kundi hilo la watu waliokamatwa, baadhi yao wamebainika ni wafanyakazi wa kampuni ya Innovix Coal Co Limited na Otaigo Financial Services Company. Hii Financial Services Company inajishughulisha na kukopesha pesa kwa watu mbalimbali, kukopesha pesa alafu wanawadai, na baadhi yao kuanzisha mifumo ya kufanya kutoa lugha za matusi na kashfa mbalimbali kwa njia hizo za mitandao. Watuhumiwa waliokamatwa hao 37 ni pamoja na Renatus Mujwahuzi, lakini pia anafahamika kwa jina lingine maarufu kama Migeyo. Huyu ni mkazi wa Mbezi Beach. Lakini pia amekamatwa Odila Oswin maarufu kama Ngunga. Huyu ni mkazi wa Goba Njia 4. Amekamatwa pia Teresia Brasius Kanu maarufu kama jina la Kanu. Huyu ni mkazi wa Mtoni Kijichi, na wenzao 34 ambao wanaweka idadi ile ambayo nimeitaja ya watuhumiwa waliokamatwa. Takwimu za mwezi Machi hadi Aprili mwaka huu wa 2026 ambazo tumezipata, baadhi ya watuhumiwa waliokamatwa na kufikishwa kwenye mamlaka hizo za kisheria, na baada ya wananchi kutoa ushahidi, wamepatikana na hatia. Sasa baadhi ya watuhumiwa waliopatikana na hatia ni pamoja na mtu aliyefahamika kwa jina la Hashim Kasim maarufu kama Duma. Huyu ni mkazi wa Kimara, alipelekwa kwenye mahakama ya wilaya ya Ubungo, yeye akiwa anatuhumiwa na kosa la kulawiti. Baada ya ushahidi kutolewa, amepatikana na hatia ya kufungwa kifungo cha maisha. Tunao mtuhumiwa mwingine aliyefahamika kwa jina la Vincent Laurent Ndimbo. Huyu ni mkazi wa Urafiki Kinondoni pale. Huyu yeye alihukumiwa na mahakama ya wilaya ya Kinondoni kifungo cha maisha jela kwa kosa la kubaka, makosa ya kikatili. Baada ya ushahidi kutolewa na uzito kupimwa, huyu amepatikana na hatia ya kifungo cha maisha jela. Yupo mtuhumiwa mwingine aliyefahamika kwa jina la Habibu Nasoro. Huyu ni mkazi wa Charambe. Yeye alihukumiwa na mahakama ya wilaya ya Temeke kifungo cha maisha jela kwa kosa pia la kulawiti. Yupo mtuhumiwa mwingine aliyefahamika kwa jina la Ismaili Ali maarufu kama Muro. Huyu ni mkazi wa Charambe, naye alihukumiwa na mahakama ya Temeke kwa kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la kubaka.
Mtuhumiwa mwingine alifahamika kwa jina la Nelson Julius, mkazi wa Mavurunza, Kimara, alihukumiwa na mahakama ya wilaya ya Ubungo kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la unyang'anyi wa kutumia silaha. Mahakama ya wilaya Temeke pia imemhukumu kifungo cha miaka 30 jela mtu aliyofahamika kwa jina la Fadhili Isa, mkazi wa Mbagala, kwa makosa ya kubaka. Kwa hiyo ipo orodha ya mafanikio ya mifumo hii ya haki jinai ambayo imetokana na ushirikiano ambao umepatikana kutoka kwa wananchi. Watuhumiwa hawa baada ya kufikishwa mahakamani wamepatikana na hatia. Jeshi la polisi linatoa wito. Wito wetu ni nini kwa wananchi? Tunatoa wito kuendelea kutoa taarifa mbalimbali ambazo zinaonyesha viashiria vya vitendo vya kihalifu ili polisi tutimize jukumu la kuzuia vitendo hivyo vya kihalifu, lakini kuwadhibiti mapema wahalifu, watu wanaotuhumiwa kujihusisha na vitendo vya kihalifu ili makosa yasitendeke. Wito wa pili ni huu ambao umetoa taswira ya mafanikio ya mifumo ya haki jinai: kuendelea kujitokeza kutoa ushahidi mahakamani kwenye mashauri ya kijinai ambao wanayaanzishia polisi wakati mwingine, ili haki itendeke, na sio kutendeka tu, msemo wa kisheria wa haki kutendeka na kuonekana uweze kupatikana. Wananchi wanataka kuona mwisho wa mashauri ya kijinai. Matokeo yake ni nini? Matokeo yake yanahusiana moja kwa moja na ushirikiano wao wa kujitokeza kwenda kutoa ushahidi mahakamani ili vyombo vingine vya mamlaka ya kisheria viweze kutafsiri vizuri ushahidi ule pamoja na matendo yaliyotendeka na hatua za kisheria ziweze kuamuliwa. Ndugu wananchi, Jeshi la Polisi Kanda. Wito wa pili ni huu ambao umetoa taswira ya mafanikio ya mifumo ya haki jinai: kuendelea kujitokeza kutoa ushahidi mahakamani kwenye mashauri ya kijinai ambao wanayaanzishia polisi wakati mwingine, ili haki itendeke, na sio kutendeka tu, msemo wa kisheria wa haki kutendeka na kuonekana uweze kupatikana. Wananchi wanataka kuona mwisho wa mashauri ya kijinai. Matokeo yake ni nini? Matokeo yake yanahusiana moja kwa moja na ushirikiano wao wa kujitokeza kwenda kutoa ushahidi mahakamani ili vyombo vingine vya mamlaka ya kisheria viweze kutafsiri vizuri ushahidi ule pamoja na matendo yaliyotendeka na hatua za kisheria ziweze kuamuliwa. Ndugu wananchi, Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linaendelea kuahidi kutumika kwa kiapo kuhakikisha kwamba wananchi wa Dar es Salaam pamoja na wale wenye mali halali wanaendelea kuwa salama na hawapati bugudha yoyote inayohusiana na masuala ya kijinai. Iliungua na magari 11, magari 12 yaliungua na mengine yalibaki. Hiyo ni taarifa ya kwanza. Kwanza ni kweli, lakini pili, uchunguzi unafanyika. Chanzo cha moto ni nini? Sababu yake ni nini? Lakini watuhumiwa ni kina nani? Mwisho, mali ile na yadi ile, ukienda kwa leading agent anayeshughulika na masuala ya majanga ambayo ni Jeshi la Zimamoto, watakwambia mali ile ni ya nani. Lakini mimi kama polisi, sio ya yule anayetajwa kwenye mitandao kama ulivyouliza. Mwenye mali ile yupo na sio yule anayetajwa kwenye mitandao. Kwa hiyo linachunguzwa, na habari ya kina naamini
jeshi letu la zimamoto lilikwisha toa taarifa.